baada ya kusherehekea tokeo la Bwana, sherehe ya Epifania, ile nyota iliyowaongoza mamajusi mpaka wakatambua mfalme yuko wapi, mfalme aliyezaliwa. Wakampelekea zawadi zao, wakamsujudia na wakapata baraka za mtoto Yesu. Na sisi pia tunaalikwa daima tuendelee kuifuata hiyo nyota njema, nyota ambayo mamajusi iliwaongoza katika maisha yao. Ndiye mtoto Yesu ambaye kwa namna ya pekee amekuja katikati yetu. Nyota hiyo itutie nguvu katika safari yetu ya maisha. Nyota hiyo iendelee kuangaza katika familia zetu, mahala petu pa kazi, na daima Mwenyezi Mungu aendelee kuwa pamoja nasi katika safari yetu ya maisha. Katika liturujia neno la Mungu, ndugu zangu wapendwa, hasa katika somo la kwanza tunapewa maana sahihi ya neno upendo. Upendo wa kimungu, upendo wa kiagape, na sio eros, upendo wa kihisia. Sisi tunapenda ni kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza, na hivi upendo wa kimungu kati yetu sisi wanadamu hatuamrishwi wala hatulazimishwi. Ni kwa sababu pendo hilo linatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa upendo mkubwa ambaye amemtuma mwanaye pekee Bwana wetu Yesu Kristo, akachukua mwili wetu wa kibinadamu, mwili wetu dhaifu, ili awe kipatanisho kati yetu sisi na Baba. Ndio maana tunaendelea kufundishwa siku kwa siku kwamba Mungu ndiye upendo halisi. Tunapozungumzia upendo, upendo halisi wenyewe ni Mwenyezi Mungu, upendo wa kiagape. Leo tunafundishwa daima katika maisha yetu tuchochee upendo wa kimungu katika mioyo yetu. Hatuwezi kuelewana kama wanafamilia, kama wanandoa, kama wafanyakazi pasipo kuchochea pendo la kimungu katika maisha yetu. Sio eros, pendo la kibinadamu ambalo linayeyuka, lakini pendo la kiagape, pendo la Mwenyezi Mungu. Chuki, hasira, mafarakano, kuto kuwapokea wenzetu katika changamoto zao, katika madhaifu yao, ni kwa sababu tunakosa upendo wa kimungu katika mioyo yetu. Katika adhimisho hili la ibada ya misa, ndugu zangu wapendwa, tuinue mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu, tumwombe Mungu atujalie pendo lake, pendo hilo ambalo litatujalia sisi hofu ya kimungu katika maisha yetu, katika safari yetu ya imani. Tutapenda jirani zetu, tutawapenda wale wanaotuzunguka na watu wote ambao tunaishi nao katika uso wa ulimwengu, pale tu tutakapokubali pendo la kimungu litawale maisha yetu. Na vitu viwili msingi ni sala na maandiko matakatifu. Ndugu zangu wapendwa, tumemkosea Mungu. Ili tupate kibali kuadhimisha mafumbo haya matakatifu, tujute makosa yetu.